Moja ya kitu muhimu sana ambacho unatakiwa siku ya leo muombe Mungu pamoja na mimi ni kumwomba Mungu akupatie kuzaa matunda. Akupatie kuzaa matunda. Muombe Mungu akupatie kuzaa matunda. Mungu akupatie kuzaa matunda. Ninamaanisha nini ninaposema kuzaa matunda? Namaanisha kuwa na matokeo katika maisha yako. Kuwa na matokeo katika projects zako. Kuwa na matokeo katika kazi zako. Kuwa na matokeo katika familia yako. Kuwa na matokeo katika mipango yako. Unapozaa matunda, tafsiri yake ni kwamba wewe unakuwa ni mtu wa matokeo. Kati ya watu ambao kimekuwa ni kizazi cha watu kinachotafutwa kwa bidii sana, ambacho Mungu anakitafuta kwa bidii, lakini pia shetani nache anakitafuta kwa bidii, ni kizazi cha watu wenye matokeo, kizazi cha watu wanaoweza kuzaa matunda katika ufalme wa Mungu, kuzaa matunda katika maisha yao. Unajua kwamba Mungu alipotuumba kila mmoja alimpatia karama, alimpatia kipaji, alimpatia karama ili aweze kuifanyia kazi, alimpatia talanta ili aweze kuifanyia kazi. Yawezekana talanta yako wewe ni biashara, yawezekana talanta yako wewe ni ofisini kwako ni kazi, yawezekana talanta yako wewe ni kuwasaidia wengine, yawezekana talanta yako wewe ni uongozi, yawezekana talanta yako wewe ni uchungaji, yawezekana talanta yako wewe ni uinjilisti, yawezekana talanta yako wewe ni ualimu, yawezekana talanta yako wewe ni kuimba, yawezekana talanta yako wewe ni muziki, yawezekana talanta yako wewe ni kuwasaidia wengine, yawezekana talanta yako wewe ni utoaji wa sadaka, yawezekana talanta yako wewe ni kwa ajili ya kuweka matendo ya huruma kwa watu wengine, yawezekana talanta yako wewe ni kitu chochote ambacho unaweza kukifanya kikaleta matokeo ambayo yanaonekana kwa watu wengine au kwa Mungu. Sasa kati ya vitu vya msingi ambavyo siku ya leo tunaomba Mungu atusaidie, and I'm praying for that God to help you and to help me as well, ni Mungu atusaidie kuweza kuzaa matunda, au Mungu atusaidie kuweza kuwa na matokeo, kuwa na matokeo katika kila kitu tunachokifanya. Unajua kwamba mtu mwenye matokeo ni mtu ambaye haairishi mambo. Akianzisha jambo atalingangania mpaka limeleta matokeo ndio aachie. Atahakikisha kwamba kama amelima shamba, hata kama kuna mafuriko, atahakikisha anapambana mpaka avune, kwa sababu huyu ni mtu mwenye matokeo, mtu ambaye yuko tayari kuzaa matunda, mtu ambaye atang'ang'ana na agenda ambayo ameibeba ndani yake mpaka iweze kuleta matokeo, mtu ambaye atang'ang'ana na kitu ambacho anajua kwamba Mungu amefunga ndani yake kama kusudi mpaka kianze kuonyesha matokeo. Hiyo ndiyo dhana ya kuweza kuzaa matunda katika ulimwengu wa roho. Na kwa bahati mbaya wako watu wengi ambao sio wa kuzaa matunda. Mungu ameweka vitu ndani yao, ameweka mbegu ndani yao, lakini hawazai matunda. Karabasi kerebasi taramandaraba. Mungu atusamehe mimi na wewe. Mungu akusamehe, Mungu aturehemu ikiwa tumekuwa ni watu wa kubweteka na mbegu ambazo Bwana amezipanda ndani yetu na hatujaweza kuzaa matunda kwa namna moja au nyingine. Mungu nisaidie, nipe kuzaa matunda. Nipe kuzaa matunda. Mungu nipe kuzaa matunda. Nipe kuzaa matunda. Ribo kasatama yandarabashike. Repo kasiteremando rokobo sete yeteremanda raba. Riketebo seteremando korobo shike. Mungu nipe kuzaa matunda katika jina la Yesu. Ropo kasiteremanda rabasike. Ropo kasiterendarabaseke katika jina la Yesu. Ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 15 kuanzia mstari wa 1, Biblia inasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kukanyagwa. Watu kusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Biblia katika kitabu cha John hiyo 15 mstari wa 7 anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Huyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu.
Katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 15 ametolea mfano wa mzabibu na matawi. The more unapozidi kuzaa, the more Mungu anazidi kukuinua, the more Mungu anazidi kukupa neema, the more Mungu anazidi kukufanya ni wa maana, the more unazidi kuwa msafi, the more unazidi kuwa wa faida. Nataka nikwambie ukweli. Hata ng'ombe ambaye analima vizuri, mkulima huwa anahakikisha kwamba anampatia chakula cha kutosha ili apate nguvu za kwenda kulima zaidi. Nataka nikwambie hata chombo ambacho kinatumika sana nyumbani ndicho ambacho mtu mwenye nyumba huaga anakisafisha mara kwa mara, kinazidi kuwa safi siku zote kwa sababu kinatumika zaidi. Nataka nikwambie mtu yoyote ambaye anachapa kazi zaidi, bosi wake ndio huwa anampenda zaidi na kumpatia fedha ndogo ndogo kwa sababu ana matokeo katika taasisi. Sasa kama hao ni wanadamu wanaweza kufanya hayo yote, je, Mungu wetu si zaidi? Kwa vile ambavyo tunazaa, the more you produce, the more you make the results, the more unakuwa ni mtu wa matokeo katika kila unachokifanya, ndio Mungu anakuwa attracted na wewe, ndio Mungu anazidi kukusaidia, ndio Mungu anazidi kukuinua, ndio Mungu anazidi kukupa neema ya kuendelea mbele, ndio Mungu anazidi kukupa neema ya kuwa na afya njema, ndio Mungu anazidi kukupatia neema ya kufanya vizuri, ndio Mungu anazidi kukupatia baraka zake kwa sababu ya matunda unayoyazaa. Namkumbuka mama moja anaitwa Dorcas katika Biblia. Yeye alikuwa anazaa matunda ya kuwasaidia yatima na wajane na watu wasiojiweza. Alikuwa anashona mpaka nguo, anawagawia bure, anashare, anawapatia yatima na wajane mahitaji. Biblia inasema siku moja yule mama alifariki. Alivyofariki, wale wajane na yatima walienda miguuni pa Petro, wanamuonyesha vile vitu ambavyo yule Dorcas alikuwa amevishona. Wamekaa wanaenda kwa mitume, wanawaonyesha vile vitu ambavyo yule Dorcas alikuwa amevifanya kwa ajili yao, yale matendo ya huruma ambayo alikuwa anayafanya kwa ajili ya wale watu. Watu wanalia, wanagaragara kwa vile ambavyo Dorcas alikuwa amejitoa kwa ajili yao. Dorcas alikuwa ametoa vitu vyake, alikuwa ametoa mali zake, alikuwa ametoa nguo zake alizozishona kwa ajili ya kuwasaidia wale watu. The Bible says ilibidi Dorcas afufuliwe kwa sababu ya kumbukumbu njema ya mambo mazuri ambayo ameyafanya. Hauna hasara utakayoipata kwa kuzaa matunda. Na wakati mwingine tumekuwa tunapata misukosuko mingi katika maisha yetu. Wakati mwingine tumekuwa tukipitia changamoto nyingi kwa sababu tu kuna sehemu tumeacha kuzaa matunda. Mtu anayezaa matunda Mungu anamlinda. Mtu anayezaa matunda Mungu anakuwa ni the favorite. Mtu anayemzalia Mungu matunda, Mungu anakuwa na agenda na huyu mtu, kwa sababu agenda ya uumbaji kwa Mungu inaendelea kwa sababu alitupatia sisi kazi ya kuzaa. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, let's go to Genesis, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Biblia inasema Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28, mstari wa 28, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo maelekezo ya kuzaa matunda ndio the first purpose ambayo Mungu alituumba ili tuje tuifanye duniani. Hakuna kitu kingine ambacho Mungu alituumba tuje tukifanye zaidi ya kumzalia Mungu matunda. That was ukiachana na issue ya kumwabudu Mungu ambayo ndio primary, yani Mungu alituumba ili tumwabudu. Lakini ukiachana na hilo sasa, lengo jingine kubwa ni kwenda kuzaa matunda. Unaweza kuzaa matunda katika namna tofauti sana. Katika kazi unayoifanya, unafanya kwa bidii, unahakikisha kuna matokeo yanaonekana kwa kazi unayoifanya. Huko ni kuzaa matunda. Unaweza ukawa ni mtumishi wa umma lakini unafanya kazi zako kwa uadilifu mkubwa, watu wanabarikiwa. Ni kweli kwamba ofisi ya serikali, ofisi ya umma, lakini watu wakija kwa ajili ya kutafuta huduma kwenye ofisi ya umma, they get blessed, wanabarikiwa, wanashukuru, wanafurahia huduma wanayoitoa. Huko ni kuzaa matunda. Unaweza ukawa wewe na kipaji maalum ambacho unawasaidia watu wengine kubarikiwa katika ufalme wa Mungu. Huko ni kuzaa matunda. Unaweza ukawa wewe unawasaidia watu wengine kuwavusha kutoka eneo moja kwenda jingine. Huko ni kuzaa matunda. Unaweza ukawa unatumika kama daraja ya kuwasaidia kuwavusha watu wengine kutoka kwenye eneo moja kwenda jingine. Huko ni kuzaa matunda. The first purpose for your life is to bear fruit for God.
Mungu amekupa talanta, kile kipaji ambacho una uwezo wa kukitumia, hata kama umesomea, lakini so long as Mungu ameweka ujuzi ndani yako na una kipaji cha kuweza kukifanyia kazi, you should bear the fruits. Paramandarabasiki. Na huko ndiko kuzaa matunda. Nataka nikwambie ukweli, kuna favors ambazo wakati mwingine tujazipata kwa Mungu kwa sababu tumefeli kwenye eneo la kumzalia matunda. Wewe ni shahidi, wewe ni shahidi, wewe ni shahidi. Biblia inasema hata ule mtini ambao ulikuwa uzai, Yesu aliulaani, afu kesho yake wanafunzi wanapita pale wakuta umeshakauka kwa sababu haukuwa umezaa matunda. Kwa hiyo mtu ambaye hazai matunda yupo kwenye riski ya kufa, lakini yupo kwenye riski ya kukatwa, yuko kwenye riski ya kutokuwa na kipaumbele, yuko kuwa kwenye riski ya kundi la watu wa hasara katika ufalme fulani au katika taasisi. Zaa matunda. Naomba Mungu nisaidie nizae matunda. Naomba Mungu nisaidie niwe mtu wa matunda, mtu wa matokeo. Hebu omba pamoja na mimi. Omba tu kwa dakika chache. Omba pamoja na mimi. Mungu atusaidie kuweza kumzalia Mungu matunda. Mungu nipe neema ya kuweza kuzaa matunda. Mungu nipe neema ya kuweza kuzaa matunda. Najua kuna mbegu ya talanta mbalimbali ambazo umeziweka ndani yangu. Mungu nipe neema ya kuweza kukuzalia matunda. Karabasi teremanda rabasi. Talanta zangu ulizoziweka ndani yangu zikawe na matokeo Bwana. Zikawe na matokeo Bwana. Zikazae matunda Bwana. Zikazae matunda kwa jina la Yesu. Ripa kasataba ya tarama. Riketema ya ndarabasoke. Zikazae matunda Bwana. Ripo kasatama ya ndaraba. Riketebo kasiteremanda. Repo kasataba ya tarama. Karabasi ketema yana. Ripo kasete Terebo kasita rikete mayanda rabaso rekete mokasata raba rikete mokasiteremanda rikete bokasita rapa kosata tata. Nikazae matunda katika ofisi yangu. Repo kasoteke yete basata. Nikazae matunda katika talanta na vipaji. Ripo kasotereka yataramanda. Nikazae matunda katika familia. Ropo kasitereka yataramanda karaba. Nikazae matunda katika biashara yangu. Rikete bokasikete mayanda ropo kasokete bokasitaraba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu nipe kuzaa matunda. Mungu naomba nipe kuzaa matunda. Nipe kuzaa matunda Bwana. Nipe kuzaa matunda Bwana. Tupatie kuzaa matunda Bwana. Karabasitere basikaraba rekete mayanda rabase. Wakati mwingine thamani zetu zimeshuka kwa vile ambavyo tumeshindwa kuzaa matunda. Wakati mwingine tumepatwa na magonjwa yasiyokuwa na majibu kwa sababu tu ya vile tumegoma kuzaa matunda. Wakati mwingine tumepitia changamoto nyingi, hatujawa wasafi kwa sababu ya kutokuzaa matunda. Wakati mwingine tumekuwa ni wachafu kwa sababu ya kutokuzaa matunda. Wakati mwingine tumekuwa sio wa kipaumbele kwa sababu hatuzai matunda. Rinda rabasikerebos. Naomba Mungu nipe kuzaa matunda. Patia msikilizaji wangu kuzaa matunda katika jina la Yesu. Tupe neema ya kuzaa matunda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai.